samawati wal ardha bil haqq, Mwenyezi Mungu ni yule ambaye kwamba ameumba mbingu na ardhi bil haqqi, ili watu waje wafanye mambo ya sawa katika ardhi yake. Bil haqqi bimaana watu wafanye sawa katika ardhi. Taala amma yushrikun, Mwenyezi Mungu uko mbali na shiriki zao wanazomshirikisha Allah tabaraka wa taala. Tukasimama kwenye aya inayosema khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Hii ndio aya tuliyosimama nao, tukasema tutaanza kuitafsiri aya hii leo, na Mwenyezi Mungu atupe taufiki insha Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya ya leo kwenye Suratul Nahl yatuambia khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Mwenyezi Mungu asema nimemuumba mwanadamu akitokamana na tone la manii. Sikize Allah anamwambia nimemuumba mwanadamu kutokamana na tone la manii pevu, fa idha huwa khasimun mubin, mara amebadilika, amekuwa ni mtesi mkubwa wa Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atuongoze ya Rabbal alamin. Wanazuoni wa tafsiri wasema hadhihi hiya natijatu inda akthari nnas, haya ndio malipo anaolipwa Mungu na watu wengi. Subhanallah. Hizi ndizo fadhila anazolipwa Mungu na watu wengi, na ni kweli. Wa qalilun min ibadiya ash-shakur, Mwenyezi Mungu asema ni wachache katika waja wangu wanaonishukuru. Allahumma ja'alna min ash-shakirina ya Rabb. Annahu makhluqun bidha'fin wa min madha haqira jiddan ma'a dhalika ta'ala wa yatakabbar. Asema mwanadamu ameumbwa kutokamana na manii ambayo kwamba ni maji mapevu mno, maji ambayo kwamba ni mapevu, lakini shukurani zake kumshukuru Mola wake ni kufanya kibri na amri za Allah tabaraka wa taala. Mwanadamu kwenye hii ardhi atakiwa aishi vizuri, uishi kwa huruma, uishi kwa imani, tuishi kwa kupendana, tuishi kwa kumtambua Allah tabaraka wa taala, kuwa na shukurani katika neema aliyokupa Mungu. Mwenyezi Mungu amekupa neema, kuwa na shukurani. Hasa angalia kwenye masiku haya tulionayo, masiku ya Ramadhani, ni masiku ambayo kwamba tunatakiwa kila mmoja aonyeshe shukurani zake kwa Mola wake. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa, onyesha shukurani za kumhurumia mwenzako. Tuko kwenye mwezi wa Ramadhani huo, jaribu kama una nafasi ya kumsaidia mwenzako umsaidie. Una nafasi ya kumsaidia kwa mchele, msaidie; kwa unga, msaidie; kwa tende, msaidie. Jaribu kutafakari hali za watu, jaribu kutaka kujua jirani yako, ndugu yako, shangazi lako, anti yako, aliyoko karibu yako ukoje kwenye miezi hii mitukufu.
ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa nafasi hata kama ni kidogo, kwa sababu wengi katika wanadamu huona kufanya wema ni mtu kuwa tajiri, kuwa milionea. La. Kufanya wema ni kadiri ya uwezo wako. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ittaqun nara walau bishiqqi tamra, uogope moto kwa kutoa sadaka hata kama ni ubeu wa tende. Huu ni wakati wa sisi kupendana na kuhurumiana. Angalia, tukionyesha shukrani zetu kwa Mungu na Mungu hushukuru. Na Mungu, nilisema kwenye sura hii, ametueleza neema zake nyingi sana ili tupate tufanyeje? Tumshukuru, sivyo tulivyosema? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ataka kukuona na wewe ni mema gani katika neema alizokupa umeitumia, umempa huu, umemsaidia huu, umemsaidia huu. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amshukuru mwanadamu kwa kitendo cha kumpa jibwa na kumhurumia jibwa. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi yasema, Mtume asema, kuna mtu mmoja alikuwa yuko kwenye majangwa, jua kali, jua la waka kweli kweli. Asema fashtadda alayhi al-atash, ubana kiu ikambana vibaya sana, na yeye yuko mahala barabarani yuwatembea na kiu imembana vizuri sana. Angalia mfano aliopiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa hutoseki na mfano huu, na ikiwa hukuelewa mfano huu, Mwenyezi Mungu akuongoze wewe na sisi sote. Asema ubana kiu imembana, faraa bi'ran, mara katika kutembea kwake, kupiga hatua, faraa bi'ran, akapambana na kisima cha maji, naye kiu imembana. Pambana na kisima cha maji. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi, asema huyu bwana akaenda mpaka kwenye kisima, fanazala fi bi'rin, akateremka pole pole kwenye kisima, akateremka mpaka akateremka chini. Asema alipofika chini kisimani, akanywa maji, akanywa maji mpaka akamaliza kiu yake. Sikilizeni vizuri. Alipomaliza kiu, akatoka kisimani kwenda zake na safari yake, kapanda polepole, karuka, katoka kwenye kisima. Sasa angalia mtihani. Alipotoka kwenye kisima, raa kalban yalhathu alkhashisha, raa kalban yalhathu, alikuja akamwona jiba ametoa ulimi kwa kiu imembana sana, mpaka jiba hulabalamba manyasi kwa sababu ya kiu, na ye atoka kwenye kisima kunywa maji kwa sababu ya nini? Ya kiu. Akitoka amwona jiba ametoa ulimi, kiu imembana sana. Angalia wanadamu walivyokuwa wanadamu. Alimfikiria yule jibwa, akasema hadha alkalbu asabahu mithla ma asabani, jibwa ana kiu kama ile niliyokuwa nao mimi.
Nisikilizeni vizuri, nijibu huo. Akasema Mtume, asema ule bwana akasema, huyu kiu iliyombana, nakumbuka kiu iliyokuwa imenibana. Hapa tufundishwa nini? Tufundisha mwanadamu, usisahau ulipotoka, usisahau ulipotoka. Ikiwa Mwenyezi Mungu kidogo amekupa, amekufadhili, usisahau ulipotoka, wala usiwasahau uliokuwa na wao, wala usiwafanyie kiburi, usiwafanye wanyonge. Asema alipomuona ule jibwa kiu imembana, akasema kiu hii ni kama ile iliyonibana mimi. Alifanya nini? Alivua soksi zake mbili, alikuwa hofu mbili soksi, katoa na pili, akarudi kisimani. Uislamu, nisikilizeni vizuri sana, huu Uislamu si matezo. Uislamu si matezo, naambia Uislamu ni tabia na huruma. Uislamu ni tabia na huruma. Tayeb, akateremka mpaka chini ya kisima, karudi tena kisimani mara pili. Aliporudi ndani ya kisima, hakuna lililomregesha kisimani mara ya pili isipokuwa ni kumsaidia nani? Jibwa. Subhanallah, subhanallah. Haya unenaye, ikiwa mimi na wewe leo umuone jibwa apita ulimi kwa kiu, utampiga na jiwe wewe, badala ya kumpa mai, angalau sikumpa naye mai, hukumpa mai, mbwa hapa. Subhanallah. Lakini bwana arudi kisimani mara ya pili kwa ajili ya kumpa jibwa maji. Akachukua soksi zake akazitia ndani ya maji, akazilowesha, zikanywa maji soksi, zikanywa maji mpaka zikaloa. Sasa afikiria, nitazishika vipi soksi hizi kwa mkono, nipande nazo juu ili jibwa nimkampe maji? Akizishika kwa mkono na kupanda, atazifinya na maji yatamwagika. Asema hadithi ya Bwana Mtume SAW, akaziweka soksi kwenye mdomo wake zote mbili, tia kwenye mdomo, akapanda mpaka akamaliza, akateremka, akazishika soksi ya kwanza, akammiminia jibwa, kanywa. Shika soksi ya pili, akammiminia jibwa, kanywa mpaka jibwa akaanza kusikia sasa niko sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini? Mtume asema fashakara Allahu lahu, Bwana Mungu akamshukuru. Subhanallah, subhanallah. Nani aliyemshukuru? Allah akamshukuru huyu mwanadamu kwa kitendo alichokifanya, akashukuriwa na Mungu. Mungu akamshukuru kwa wema aliyomfanyia jibwa, kisha Mungu akatangaza kad ghafartu lahu, nimemsamehe huu makosa yake kwa wema aliofanya kumfanyia jibwa. Ikiwa Mungu atashukuru kitendo cha mtu kumpa jibwa maji na kumsaidia, kaifu kitendo cha kumsaidia ndugu yako Muislamu? Kaifu kitendo cha kumsaidia dadako, mamako, ndugu yako, jirani yako, maskini, yatima, fukara? Tunawaambia ndugu zangu wema katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, nimemuumba mwanadamu kutokamana na tone la manii, fa idha huwa khasimun mubin, mara amebadilika
imekuwa hakuna naye, yeye ni yeye wala hakuna mwingine. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, kalla innal insana la yatgha arraahu istaghna. Mwanadamu hupotea anapojiona yeye yuko sawa, yuwapotea, yuwasahau mwanadamu. Lakini huyu bwana alipotoka kwenye kisima hakuisahau ile kiu iliyokuwa imembana na anayemsaidia ni jibwa. Lakini leo wewe waweza ukala Ramadhani hii futari ya sampuli utakazo, mamako hujui amekula nini, ndugu yako hujui amekula nini, shangazi lako hujui amekula nini, anti yako hujui amekula nini. Ndugu zangu wema katika imani, fa idha huwa khasimun mubin, mara mwanadamu huu yaruddu ala Allahi tabaraka wa taala ala rasul, imekuwa yeye mwanadamu sahihi amchallenge Mungu na challenge mitume ya bwana mtume ya Allah tabaraka wa taala. Fa idha huwa khasimun mubin, tumemuumba akiwa mtu mpevu, mtu asiyekuwa na nguvu, mtu ambaye kwamba yuenda kwa kudura zake bwana Allah tabaraka wa taala. Fa idha huwa khasimun mubin yaruddu ala Allahi tabaraka wa taala wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amekuwa yeye amchallenge Mungu, amchallenge bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia kwenye Qur'ani suratu Yasin, nafikiri, fadaraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim. Ana mwanadamu alipompumbavu, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa, mwanadamu amejisahau, amefananisha udhaifu wake, ule udhaifu wake kwamba yeye kuna mambo hayawezi, akamfanya na Mungu pia hatayaweza. Subhanallah, mwanadamu. Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu, akapiga mfano kwa yale mambo ambayo kwamba yeye hawezi, akasema mimi siyawezi na Mungu hayawezi. Huyu ni kafiri mmoja wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikwenda mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, wewe wasema Mola wako yuwaumba, wasema Mola wako ndiye aliyetuumba sote, akauchukua mfupa wa mwanadamu akaugonga gonga ukawa unga, akamrushia mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, kama ni kweli huisha huu, kama wewe ni mtume kweli, awe hai huu, na Mungu wako tumuone alifanya hii. Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim. Mwenyezi Mungu akamtetea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, mwambie si kazi yako, lakini ni kazi yangu mimi. Mwambie mtume ni kazi yangu mimi, na namwambia mimi nitamhuisha kama nilivyomuumba mwanzo. Angalia, mwanadamu ameumba kwa mifupa, akagonga mfupa, akauponda mfupa, akapiga mfano kama yeye hawezi kuuhuisha, na Mungu aliyomuumba pia hawezi kuuhuisha. Subhanallah, hii ndio hali ya mwanadamu, na hivi ndio mwanadamu alivyo. Mwanadamu mwepesi kabisa. Leo mtu aweza kwenda, pengine haja zimekushika, umekabika na mambo,
Lakini ukienda kwa mwenzako tu ukamwelezea mambo yangu kidogo si mazuri, hali zimekuwa ngumu, na watoto nyumbani na family nyumbani, naomba kidogo kama nitasaidika kupitia kwako. Waangalie wengine, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awabarikie, lakini mwingine anaweza akitoka tu akazungumza na mke wake, ajinga sana, nini mwangu amekuja anambia mimi sijui ana hiko. Fikiri hizi pesa sisi twazipata tu ndio maneno ya watu wetu fikiri hizi pesa zapatikana tu hizi pesa upati bwana, mpaka uwe very mathematical, uwe ni mtu amehesabu. Sisi tupata tu hizi pesa ni mahesabu, tupiga mahesabu, mkiuza hiki nitapata hiki, kiuza kile nitapata kile. Wao wataka kukaa wakilala, tuwape wanywe, waingie choni, wakitoka shekhe, si matezo, mpaka wende mbio ndio kuwa tajiri, mpaka wende mbio ndio kuwa mwenye pesa. Inna lillahi wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Subhanallah. Tayeb, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia ukosefu wa adabu wa makafiri. Mwenyezi Mungu atuambia kwenye suratul An'am, waqala alladhina ashraku law shaa Allahu ma abadna min dunihi min shay. Subhanallah, angalia waliokosa adabu. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia yeye amemuumba mwanadamu, fa idha huwa khasimun mubin. Mfano wa kwanza, amwambia Mungu, waqala alladhina kafaru, wakasema makafiri, waqala alladhina ashraku, wakasema makufari, law shaa Allahu ma abadna min dunihi, lau Mungu alitaka sisi tusiabudu masanamu, tusingeliabudu masanamu. Yeye ametaka tuabudu masanamu, mkadari yake. Subhanallah. Yani wamwekea Mungu lawama kwa makosa yako na ukosefu wa adabu wako. Wamwambia Mungu, lau hukutaka sisi tuabudu masanamu, hatungeliabudu sisi masanamu, wala mababa zetu hawangeliabudu, wala hatungelifanya hivi tunavyofanya. Twafanya ni kwa kadari yako. Lakini la kusikitisha, mbona hutukui pistol ukaiweka kwenye shingo yako, kisha ukaiatilia kweli kweli, kisha ukasema kama takufa itakuwa mkadari ya Mungu, kama sifi pia mkadari ya Mungu, ukaliatilia kwa uzuri, uangalie kama hali ya akhera. Mbona hutani hivyo ya kwamba mimi nashika hii naiweka hapo, ikiwa nimeandikiwa kufa nitakufa, na ikiwa sikuandikia kufa sifi mbona ufanye? Au mbona uende ukakaa highway ukaiona gari hiyo inatoka peke yake, gari inatoka piki spidi moja, ikiwa karibu na wewe ukaiangusha barabarani, kisha ukasema nkifa itakuwa mkadari ya Mungu, na kama Mungu hakutaka nife singelikufa. Mbona ufanye? Lakini kwenye mambo ya wewe kufuata sheria ya Mungu na mambo ya wewe kumfuata mipango alokupangia Mungu, wenda kinyume, lawama wamregeshea Mungu. Waqala alladhina ashraku law shaa Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min shay. Tutakiwa wanadamu kwenye huu ulimwengu tuishini vizuri sana. Jaribu kutambua fadhila za Allah tabaraka wa taala kwako wewe. Tayeb, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya inayofuatia
baada ya kumueleza mwanadamu na baada ya kutufahamisha mwanadamu ni nani na baada ya kumuumba mwanadamu, sasa Mwenyezi Mungu akataja fadhila anazomfanyia mwanadamu ili huu mwanadamu azifikirie, amshukuru. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal an'ama khalaqaha lakum, aishamuumba mwanadamu. Lakini angalia, wabadaa bi usuli ni'am. Wanazuoni wasema Mwenyezi Mungu baada ya kumuumba mwanadamu, badaa bi usuli ni'am, alimtajia ile neema ya priority kwake yeye, akisema nini? Wal an'ama khalaqaha lakum, na hawa wanyama nishawaumba na afya zenu sahihi, mwala mwanywa. Wal an'ama khalaqaha lakum, mimi Mungu wenu nimewaumbia hawa wanyama kwa ajili yenu nipate kula nyama. Subhanallah. Wanazuoni wasema al an'ama huna bahimatul an'am, ni ng'ombe, ni ngamia, ni mbuzi, ni kondoo, ni wanyama ambao kwamba wakuliwa. Asema wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun, katika hawa wanyama mutatumia ngozi zao, mutakula nyama zao, mutakula kila kitu chao ambacho kwamba kitawasababisha nyinyi mupate nguvu, mupate kuishi kwa uzuri. Mutatumia ngozi kwa kutengeneza, ikiwa ni nguo, zipate kuwahifadhi na baridi. Mwenyezi Mungu asema fi hadithun, mumepewa wanyama ngozi, itumieni, fanyeni nguo, kuna baridi, mupate kujihifadhi na baridi. Nyama kuleni ili mupate afya, mupate nguvu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwelezea mwanadamu neema alizompa ili mwanadamu aishi kwenye hii ardhi akiwa na starehe, akiwa na utulivu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kwetu sisi wanadamu, baada ya neema kwamba yeye ametupa, ataka sisi wanadamu tuwe na makini sana katika kuishi kwenye hii ardhi yake, tuishi kwa shukurani za kumshukuru yeye Allah tabaraka wa taala. Ukae uziangalie neema alizokupa. Amekupa afya, amekupa watoto, amekupa mali, amekupa hiko, amekupa kile. Mwanadamu, rudi nyuma ujifikirie. Na wewe pia, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia huna pesa, isiwe sababu ya kumkufuru Mungu kwa kuwa Mungu hakukupa pesa. Mungu hakukupa pesa, lakini amekupa afya. Aliopewa pesa amepewa magonjwa. Walirongo masahaba walikwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, tukitaka tuombe sana, tuombe nini sisi? Mtume akaambia is'alillah al-afia, mtu akitaka kuomba kumuomba Mungu afia. Subhanallah. Mtume aambia masahaba, ikiwa wataka kuomba is'alillah al-afia, muombe Mwenyezi Mungu afia. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afia. Sasa wewe mwanadamu, Mwenyezi Mungu akwambia hawa wanyama, ng'ombe, punda, ng'ombe, mbuzi, kondoo, ngamia, amewaumba ni chakula kwenye nyinyi mupate kukila. Tayeb. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kututajia neema zetu akasema, walakum fiha jimal,
walakum fiha jimal hina turihuna wa hina tasrahun. Angalia Mwenyezi Mungu alipohodari akutajia neema baada ya neema. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walakum fiha jimal. Mwenyezi Mungu ametaja ngamia. Walakum fiha jamalun, Mwenyezi Mungu ametaja wanyama hawa. Hina turihuna wa hina tasrahun. Shukran. Waangalieni ngamia, Mwenyezi Mungu asema, wakati wanapokuja kutoka malishoni. Kuna Wasomali hapa? Huyu ni mmoja. Wanake Msomali ukimtajia ngamia humfurahisha, na wanaoelewa ngamia kutushinda sote, na Mwenyezi Mungu awabarikie hao. Mwenyezi Mungu asema walakum fiha jamal. Hawa wanyama, jamal hapa si ngamia, ni wanyama wote. Jamal hapa ni uzuri. Asema Mwenyezi Mungu walakum fiha jamal hina turihuna wa hina tasrahun. Hawa wanyama mwastarehe, jamal mwaona uzuri, jamal min aljamil. Angalia wenye ngamia, nitawapa mfano wanaolea ngamia. Ngamia wakati amekwenda malishoni, amekwenda amekula, ule mwenye wale ngamia zake, mwenye ngamia zake 10, 20, 30, 100, wakati wanapokuja wale ngamia kutoka kula chakula, ule anayemiliki wale ngamia wamekaa starehe, afurahi, aona vile wanavyokuja, wameinuka vizuri, vifua juu, wamekula, wameshiba. Ule bwana wao usikia raha. Angalia mnyama kama farasi, awe amekula ameshiba, yuwaja kutoka shamba kula manyasi, akija akikulekea yuwaja kifua. Wewe mwenye farasi wasikia raha, umwangalia ukifurahi, mashallah, angalia farasi zangu wameshiba, angalia mbuzi zangu. Una mbuzi walea, wamekwenda malishoni, wamekula, wakati wakirudi wanakuja, waangalia, wasikia raha. Wale wanyama wako wamekwenda, wamekula, wameshiba, wasikia raha. Ndio Mwenyezi Mungu asema walakum fiha jamalun hina turihun, wakati wanaporudi, wa hina tasrahun, na wakati wanapokwenda, wanapowatoa kuwapeleka wako, anaendelea waangalia vizuri wanyama zako, sikia raha, ngamia zako, mbuzi zako, ng'ombe zako, kondoo zako. Mwenyezi Mungu atusifia ili na wewe upate kuitambua neema ya Allah tabaraka wa taala. Aya ya mwisho tutakaosimama nayo, Mwenyezi Mungu asema hawa wanyama munaokula na musiowala, asema Mwenyezi Mungu watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus inna rabbakum la raufur rahim. Sadaqallahu alazim. Mwenyezi Mungu atuambia sisi wanadamu, watahmilu athqalakum, hawa wanyama nimewaumbia nyinyi mule nyama zao, kisha watahmilu athqalakum, wawabebe mizigo yenu, ila baladin lam takunu balighihi, kuwafikishia mizigo miji mingine ambayo kwamba ile mizigo mulikuwa hamuwezi kuifikisha, illa bishiqqil anfus, isipokuwa kwa taabu. Angalia hikma yake hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wasema hapa kuna hikma kubwa.
kama Makkah al-Mukarrama na kwengine na miji mingine, na mtapiga mifano mpaka ya Mombasa yetu. Mwenyezi Mungu amewaumba wanyama, asema wanawasaidia nyinyi kutoka na mizigo mahala kwenda na mizigo mahala pengine. Mwenyezi Mungu azungumza na wafanyabiashara ala sabili mithal, ala sabili. Tuseme una shamba lako Maungu, Badi huko, mfano wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuseme Makkah al-Mukarrama. Kwanza Makkah Mwenyezi Mungu ameibariki kwa tende. Makkah al-Mukarrama Mwenyezi Mungu ameibariki kwa tende na mazao mengi, lakini Mwenyezi Mungu kutaka kuukuza uchumi wa mahala akaweka sababu ya wanyama kuweza kutukua mizigo kuipeleka mahala pengine. Tende zikibaki Maka na Madina, zikiwa zilikuwa zabaki Maka na Madina, ule uchumi usingelikuwa ni sababu ya kukua kwa wakulima walioko pale. Walima tende, na zile tende mtu alizolima matarajio yake ni kwamba nipeleke mahala ambapo hakuna tende nini nikauze. Umelima mahindi, lengo na shabaha uzibebe kutoka shambani kwako uzipeleke sokoni kwenda ukauze, na haziwezi kwenda sokoni kwa kuzibeba kwenye mgongo wako. Zitaenda sokoni kwa kubebwa na mnyama ama kwa kubebwa na magari haya tulionao leo. Leo mfano mkubwa ni magari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza hapa alisema, watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfusi inna rabbakum la raufu arrahim. Kisha akasema wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha, hawa wanyama farasi, mbagaa, punda nimewaumba litarkabuha, wazina, wawatumikie, kisha wazina, kisha ni starehe kwenu nyinyi mkiwatizama mkiwaangalia. Kisha mwisho alifunga nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sema nini? wa yakhluqu ma la ta'lamun, wa yakhluqu ma la, na Mwenyezi Mungu yuwaumba musizozijua, ambazo kwamba zitasababisha nyinyi musaidike katika kubebewa vitu vyenu na kubebewa mizigo yenu. Angalia leo ndugu yangu katika imani, leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kudra zake na nguvu zake, watu hupanda ndege liliyotengenezwa kwa chuma likakutoa Mombasa likakupeleka Maka, likakutoa Maka likakurejesha Mombasa. Kwa urongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yakhluqu ma la ta'lam. Leo Mwenyezi Mungu amezungumza, nafikiri aya itakuweko kwenye hii Suratul Nahl. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya. Asema Mwenyezi Mungu akazungumza, kisha Mwenyezi Mungu akatupa habari, akatwambia kwenye bahari hupita mimeli ambayo kwamba inakata mawimbi. Mimeli hiyo imebeba mizigo tofauti tofauti. Wakati wa Mwenyezi Mungu azungumza, leo waona meli zinapopita, meli yenyewe nchuma, imebeba magari, imebeba kontena, imebeba hiko, imebeba mizigo, imebeba kile. Zote hizi ni rahma za Allah tabaraka wa taala kutufanyia sisi sahali katika mambo yetu. Waweza kunambia mfano tu,
au wanaotuuzia nguo tu siku zaidi za watoto wetu siku zaidi. Wewe utatoka Dubai na ifuko lako la nguo kwa miguu mpaka uje nalo hapa? Utatoka nalo shagali? Uwezi. Basi takufikiria kwamba hii yote ni mipango ya Allah. Nimezitoa nguo Dubai, nimekuja kuziuza Kenya. Ni mipango yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati aliposema watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus. Kisha Mwenyezi Mungu asema inna rabbakum la raufur rahim, inna rabbakum la raufur rahim. Hapa ndipo tutakaposimama. Hakika Mola wenu la rauf, ni mpole sana, rahim, ana rahma sana. Wanazuoni nasema hapa Mwenyezi Mungu qaddama ar-rauf. Mwenyezi Mungu asema inna rabbakum la rauf. Mwenyezi Mungu awatakia upole kwenye mambo yenu, utaratibu kwenye wenu. Kisha huko mbele akasema rahim, kwa sababu kuna tofauti ya raufu na rahim. Angalia, imetangulizwa rauf kisha nini? Rahim. Kuna tofauti ya raufu na rahim. Rauf yaenea kila, neema zote zaenea kwenye rauf, neema zote zinaenea kwenye rauf. Kwa ufupi ni hivi. Rahim ni rahma. Saa ingine rahma huja ikawa ni mahala pa dhiki na ikawa ndio rahma yako. Saa ingine rahma huja ikawa ni mahala pa raha, na saa ingine rahma huja ikawa mahala pa dhiki lakini ikawa ndio rahma yako. Tapiga mfano mmoja wa mwisho ala sabili mithal. Uende kwa daktari, Mungu amekupa mtihani wa sukari, na Mwenyezi Mungu atuhifadhi ya Rabb. Daktari akaona kidole chako kiko kwenye hatari, na kidonda hiki akikiwata utakwenda mkono mzima. Sasa daktari akwambie, wallahi mimi kwa kukuhurumia mimi naona afadhali tukikate. Huko kukikata yeye ufanyaje? Kukuhurumia. Lakini ndio kaambia, saa ingine jambo la rahma linakuja kwenye mitihani. Kukata kidole ni mtihani, si mtihani? Ni mtihani. Lakini daktari akwambia, mimi kukuhurumia kwangu kukukata ndio usalama wako. Lau takiata utamalizika mkono mzima. Ni rahma, si rahma? Ni rahma, lakini rahma yenyewe iko kwenye mitihani. Ndio Mwenyezi Mungu huko akatanguliza, hakika Mola wenu rauf, rauf, rahim. Mimi sina budi kukomea hapo, na insha Allahu taala Jumapili itakayokuja tutaishika aya inayosema wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kisha Mwenyezi Mungu asema wa ala Allahi qasdus sabil wa minha jairun walau shaa Allah walau shaa lahadakum ajma'in. Tabi, ikiwa kuna suala 1, 2, 3 wakati umekwisha, natoa nafasi ya masuala. Na kama hakuna mbora zaidi, kwa sababu koi ndanikauka na mai kunywa siwezi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu lakum wa barakallahu alaykum wa barakallahu fikum. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم
Bismillahi arqikum min kulli shay'in yudhikum min sharri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfikum. Bismillahi arqikum min kulli shay'in yudhikum min sharri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Shukran wa jazakumullahu khair.